السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia afya na akatuleta hii sehemu ya Jacaranda. Waislamu tunasimama mbele yenu juu ya hii kitabu kwa sababu hizi vitabu tunahitaji sana Waislamu. Na tumezungumzia sana muda karibu wiki mbili na hizi vitabu ndugu zanguni bado hazijatimia. Tulitangaza jana kwa tuko na 1,140,040. Waislamu imeongezeka shilingi 5,000 peke yake. Ni shilingi 1,140 ndio tuko nayo. Na tunataka tusimame kila siku mbele yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ili hizi vitabu zitimie. Kwani tulisema tarehe 5 tunajipanga kwenda safari, lakini tarehe 5 ni leo na pesa haijatimia, hata haijakaribia nusu ya hizo vitabu. Kwa hivyo hata ingepatikana nusu ya hizo vitabu, Waislamu tungejikakamua na tungeenda safari. Kwa hivyo leo tunasimama mbele yenu Waislamu tutimize hizi vitabu, kwani imebaki 2,255,000. Hiyo ndio ile pesa tunahitaji Waislamu, na tunatangaza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani sisi sote tunatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, na siku ya kiyama tuwe Allah awe radhi na sisi na tupate jannatul firdausil a'la. Kwani hii ni jukumu ya kila Muislamu. Sisi ambaye tunawatangazia ni jukumu letu, na nyinyi ambaye mnatuangalia na mnachangia ni jukumu lenu. Ni jukumu ya kila Muislamu kutangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunatoa sauti yetu, tunajicommit kwa wakati wetu, na tunafanya hii kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataka support kutoka kwenu Waislamu. Tumesimama sana mbele yenu. Ningependa tu ikipatikana watu 3 ama 4 wakashikana wakatoa shilingi 50,000, basi ingetimia hii kazi kitambo sana. Ni sadaqatul jariya Waislamu. Hii kitabu inasaidia sana wale watu ambao wanatangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya zote ambayo tunatoa kwa muhadhara ziko hapa. Ndugu yetu ameweka fikra yake hapa, akasanya hizo aya zote za Qur'ani na za Biblia, akaandika hii kitabu. Na hii kitabu hata bila kutumia Biblia na Qur'ani unaweza tumia hii kitabu peke yake na ukahubiri na watu wakasikiza yale ambayo unasema na wakafahamu yale maneno yameandikwa hapa. Kwa hivyo Waislamu tujikakambue sana. Imebaki siku chache sana. Tunataka tuzungumze na nyinyi kuanzia tuseme hii tarehe 5 tulikuwa tunasafiri. Lakini haijakuwa, tutasimama mbeleni mpaka tarehe 8 au mpaka tarehe 9 ili tuweze kupata hii pesa, kama sio yote pia tupate nusu yake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala awajalie jannatul firdausil a'la na awazidishie mali yenu na awapatie husnul khatima inda al-maut. Waislamu tumesimama mbeleni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sitasema sana, nitamalizia nikisema wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Suleiman, karibu sana. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا المصطفى أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين الذين يذهبون عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza kabisa ningependa kuhusia nafsi yangu bila kuzisahau nafsi zenu katika swala nzima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama vile Sheikh Ali amesema hapa kwamba dini inataka juhudi. Ndugu zangu, pepo hii hatuwezi tukaingia hivi tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, anauliza ya kwamba hivi mnadhani ya kwamba mtaingia peponi hivi tu kwa sababu mnasema ya kwamba mmeamini? Mwenyezi Mungu anasema walikuwa wamefanywa mitihani wale waliokuwa kabla yetu, na sisi tutafanywa kama vile walivyofanywa yale mitihani. Kwa hivyo katika miongoni mwa mitihani ambao tunaofanywa ni wewe unatakana uangalie moyo wako. Je, ukoje? Moyo wako ukoje? Unaweza kujitolea katika kazi hii, haijalisha kama unajitolea kwa kiasi gani, lakini je, jambo hilo linatoka moyoni mwako?
Na kama ni yanatoka moyoni mwako, kumbuka kwamba katika dunia hii tuko katika wakati mahsusi, tuko katika wakati mfupi, na wakati mfupi huu tuliokuwa nao imo umeishi miaka 30, 40, 50, 60, 70 hata 100. Lakini kumbuka maisha ya kaburini ndiyo maisha ambayo yatakayokuwa na umri mrefu zaidi. Na ndio maana tunaambiwa kwamba katika Uislamu tunaambiwa kwamba maisha huwa hayaanzi wakati mtu akiwa duniani hai, lakini maisha huwa naanza wakati mtu amekufa. Wakati mtu anapoingia kaburini, hapo ndipo maisha huwa naanza, kwa sababu katika maisha ya kaburini ndipo tutaweza kukaa katika ule muda mrefu zaidi, ima ni miaka 1000, 2000, 10,000, milioni. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, kwa sababu hata wale waliotangulia kwa mfano kama baba yetu Adam na Hawa, na wale waliotangulia kina Nabii Noah, kina Nabii Ibrahim, wako kaburini miaka maelfu, bado wako kaburini na wasubiri siku ya hukumu. Na sisi hatujui tutakaa muda gani baada ya hapa, baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Sasa swali linakuja, unaondoka katika ulimwengu huu ukiwa katika hali gani? Umejiandaa vipi katika maisha ya kaburi? Umejiandaa vipi wakati utakapoanza kuulizwa maswali na Munkar na Nakir? Ni maswali yapi ambayo utakapoweza kuenda kujibu mbele za Mwenyezi Mungu katika siku ya Kiyama? Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ni muhimu sana Uislamu. Na tulikuwa tumesema kwamba leo ndio siku ya tunaondokea, tutakuwa tunasafiri, lakini kama vile Sheikh Ali anasema kwamba tutatoa siku kama 3 inshallah. Si kwamba ni jambo linatoshinda, lakini tumesema kwamba kutoa sadaka, jambo hili ni lazima litoke moyoni. Waislamu tunaomba kwa heshima na taadhima, kwa sababu hii ni miongoni mwa kazi kubwa sana ya Mwenyezi Mungu, kama vile ambayo tunaifanya hii hapa. Hii pia nayo ni kazi ya dawa ambayo ni kubwa sana. Kwa hivyo pahali tutakapokuwa vitabu hivi vitakuwa na uwezo wa kupenya sehemu zingine ambazo hatutakuwepo kwa wakati huo, na zitakuwa zina uwezo wa kusambaa, watakuwa wanasambaziana sehemu ambazo hatutatarajia kwamba labda hatutafika katika umri huu au maisha haya, kwa sababu kitabu kina uwezo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ambayo ni mbali sana, na kikaweza kukasaidia watu hata kwa miaka mingi inayokuja. Kwa hivyo Waislamu, naomba nisiendelee sana kwa sababu tunaingia katika kipindi cha muhadhara, nisiweze kuendelea sana. Waislamu tujitutumue, tujitumaini katika hii soja jambo hili Waislamu, na tuweze kuchangia katika jambo hili, vitabu hivi viweze kupatikana, na hizo 255,055 ambazo zimeweza kusalia Waislamu, tuweze kujitahidi Waislamu. Kwa hivyo si kwamba tunashindwa, hatuwezi tukashindwa. Jambo hili tunaliweza, tutawakali kwa Mwenyezi Mungu na kila kitu kitawezekana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa afwan minkum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitabu namna tulivyowaambia, kitabu moja kuchapisha pale kwa printer ni shilingi 100. So Waislamu tulisema watu wajitolee kwa ajili ya Allah, angalau tupate Waislamu kwa ajili ya Allah, na wapo wale ambao wangeweza kupenda kuisambaza kalima ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kwa ajili. Ukigawa hizi vitabu pia inatusaidia kufanya dawa kwa wepesi. Siku hizi mambo inakuja teknolojia, mambo ya simu, mambo ya nini. So tukitumia pia na mambo ya vitabu kuachia watu, wewe unapita kisha nao wanasoma na kisha wanagaia wengine, inakuwa dawa inaendelea kwa wepesi. Tuko katika karne ya 21, karne ambao watu wengi ni mambo ya teknolojia na mambo mingi, na sisi lazima tuendane na hizi karne namna zinavyokuja, kwa sababu Uislamu ni dini ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ya kila namna, yani inaambatana na maisha ya mwanadamu kila wakati, kila sehemu, kila zama Uislamu inaingiana. Kila zama Uislamu inaingia. So zama hii ya teknolojia na nini, lazima tutumie hizi teknolojia, na pia katika mambo ya vitabu, kugaia watu vitabu. Leo unawapata watu wengine kama si Waislamu wana vitabu ama pamphlets wanagawa kwa watu, na sisi pia tukipata vitabu kama hizi inakuwa ni wepesi sana kufikisha Uislamu kwa watu ambao hawajapata neema ya Uislamu. Hichi kitabu kimoja shilingi 100. Ukitaka kutupa vitabu 1000 unapiga na shilingi 100, unaona ni pesa ngapi? Ukitaka kutoa vitabu vyote utumalizie, itakuwa ni kheri kubwa sana, kwa sababu so far ile pesa tumepokea ni shilingi 100,000 na 45,000. So bado shilingi 200,000 na 55,000, kwa sababu target ilikuwa tupate 400,000 ndio tuweze kufanikisha hili jambo na liwe wepesi, kwa sababu mahali tunapoingia na sehemu tunazotaka kwenda kuingia mashimo
maushago na nini, inahitaji tuwe na vitu kama hizi, tuachie watu, tunawafikishia na kisha tunaachia, ujumbe utaendelea kwa wepesi. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama vile walimu wenzangu wametangulia kuongea, ni kwamba tuko katika harakati za safari, na pia wakati huu ni katika safari ya mwisho, kwa sababu ukiangalia dunia tunavyoenda, dalili za kiyama zinakaribia sana, zinaonekana, na mengi yale ndogo ndogo imeshapita. Na masahaba radhiallahu anhu, masahaba walikuwa wanabidii sana. Walikuwa mtume wakati wanafanya jambo lolote, wanataka kwenda pahali ama wanaenda kupambana na mshirikina, mtume alikuwa anawauliza, nani atatoa hiki? Unaona jamaa anainua mkono. Nani atafanya hivi? Unainua mkono, huwa anainua mkono. So walikuwa na bidii sana, na ndio naona Mwenyezi Mungu akaweza kubashiriwa pepo na wako hapa duniani. Wewe unaonaje mtu amebashiriwa pepo akiwa duniani? Unafikiri ni mchezo? Huyo mtu alikuwa na bidii gani? Mtu ako duniani na ako hai, anatembea mbele ya watu, wanajua, wanaambiana, unaona ule amebashiriwa pepo, unaona ule amebashiriwa pepo. Ilikuwa ni kazi ambayo ni kazi ngumu sana. Kwa hivyo ile kitu ningesema, Mwenyezi Mungu anasema tushindane katika heri, tushindane katika mambo ya heri. Sasa mimi kitabu, hata vile tunaongea hapa, mimi najua kuna mandugu zetu ambaye Mwenyezi Mungu amewaneemesha, wana uwezo mkubwa, na kuna mtu anaweza kusema, Sheikh, mimi nitamalizia hiyo yote, tamaliza hiyo yote, imebaki ngapi? Mimi nitamaliza. Na vidume wala wako, ndio naona jana tumeweka tofauti. Jana zimepindisha hiyo, tumezimeenda hiyo mpaka jana tu Firdaus, jana tia mitume kule na mashuhada wale ambao walifanya bidii kubwa katika kufikisha dini. So ningeomba tu, yani tuweze kushirikiana na tuweze kwamba tulisema na tukasema katika kitabu moja it is $1. Si dola moja? Is $1. Vitabu hizo zimebaki sasa, tumebaki na 2555 in US dollar. So ukiweza kutoa vitabu 50, 100, 200, 300, 500, yoyote unaweza kutufanikisha hii safari yetu tuweze kwenda. Kwa sababu sasa naona tumedileisha safari, kwa sababu ilikuwa supposed tuondoke tarehe 5, lakini lengo lile tulikuwa naye bado halijatimia, kwa sababu lazima tuende pale, tutaprint pale hapa town, tuzibebe tuende nazo. Lakini kama kwanza ingekuwa imefika hata nusu, ingekuwa ni bora, kwa sababu tungewacha inaprintiwa na sisi tuende safari, lakini sasa hatuwezi tukaenda mpaka tungoje. Kwa hivyo mandugu zangu nao tusikiza, wale tunakuwa nao, sisi zote tunafanya kazi pamoja. Nyinyi mnafanya pande hiyo na sisi tunawakilisha nyinyi pande nyingine, na nyinyi mnaona sisi hatuwafilishi nyinyi, we don't fail you. Sisi tunafanya kazi vile inatakikana katika dini, na vile tumekuwa tangu mwanzo, huwa tuko very transparent. Kile kitu tukifanya tunaiweka hadharani, transparent, kila mtu anaona na mtu anaridhika. Kwa hivyo ningeomba to donate generously, na Mwenyezi Mungu atawalipa na janna. Sisi hatuna uwezo wa kuwalipa, ila Allah ambaye ndio mwenye kupeana mali na kila kitu, basi atawalipa yeye mwenyewe, na yeye ndio anajua ile thawabu atawalipa siku ya kiyama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutakia rehema na amani nisikie nabii wa umma, mwisho wa anbiya, nabii ambaye ametimilizwa kwa ulimwengu wote, mtume ambaye ndio mtume wa mwisho katika ulimwengu, ambaye hakutakuja mtume mwingine badala yake, mtume ambaye ndio ataombea wanadamu shifa siku ambaye ni siku ngumu, ambaye ni siku ya malipo, wakati mtoto atamtoroka mama yake, baba atamtoroka mtoto wake. Ni siku nzito sana ambaye ni siku ya kiyama. Si mwingine bali ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rehema na baraka kutoka kwa Allah zimfikie yeye na nyumba yake na masahaba zake, na sisi ambao tumemfuata hadi siku ya mwisho. Jioni nyingine tena tuko katikati ya mji wa Nairobi, tuko katika viwanja vya Jacaranda Ground, na weather iko mzuri. Mwenyezi Mungu tunasema alhamdulillah. Jua ilikuwa
na sasa imekuwa masaa ya jioni, bado weather iko mzuri kabisa. Kwa hivyo mimi kwa majina naitwa Hassan Kariuki na niko na ndugu yangu hapa ama kakaangu hapa katika ubinadamu. Ajitambulishe naye anasema na yeye ni nani. Mimi ni Muislamu. Sasa kakaangu unaitwa nani? Mimi ninaitwa Bernard Omondi. Naam. Mimi ni Mkristo. Naam. Ninapenda Yesu ni Bwana. Unampenda Yesu ni Bwana. Asante sana, karibu sana. Sasa kwa leo kuna swali gani ambayo ungetaka kutuuliza sisi Waislamu? Kwa sababu sisi tunakuwa na mingi, kama mngekuwa mnatuambia tuwaulize tulikuwa na mingi sana. Sasa ni swali gani ambayo katika Uislamu unaona inakutatiza ama utuelewi sisi Waislamu tuko aje ama vipi? Maswali ni mingi sana. Uliza yote tuone kama tunaweza tutajibu zile tutaweza. Swali ya kwanza. Naam. Prophet Muhammad. Tunasemaga sallallahu alayhi wasallam. Huyu ndio founder wa Waislamu ama Uislamu. Swali lake nzuri. Anauliza je, so huyu Prophet Muhammad vile ninamjua kidogo, yes, alikuwa mfanyabiashara. Yes. Alikuwa akideal na trade. Yes. Na alikuwa anafanyia mama fulani. Anaitwa Khadija. Anaitwa Khadija binti Khuwailid. Na huyu mama ndiye alikuwa mdosi wake kabisa, na mwishowe akamwangukia, wakaoana. Hivyo. Endelea. Iko hivyo. Endelea, iko sawa. Endelea, tusije hapo So swali yangu ni huyu mama hakuwa ameolewa before. Alikuwa single mother ama alikuwa kuliendaje? Si kuna kitu sielewi hapo. Kwanza umeweka mambo mawili. Umelete habari ya kwanza Mtume Muhammad ndio founder wa Uislamu, si ndivyo unasema? Ndio. Alafu ukaleta ya kwamba alikuwa anafanya kazi, mdozi wake alikuwa ni mama Khadija binti Khuwailid. Ndio. Ama sivyo? Ndio. Alafu baadaye akaozeshwa yeye, akamuoa akawa mke wake. Hiyo ya kumuoa ni kweli kabisa, lakini kitia Khadija hakuwa na mume mbeleni. Hapana, bwana alikuwa hako, lakini bwana alikuwa amekufa. Unaona sasa? Yeye ni widow, unaona? Katika Uislamu sisi tumekubaliwa kuoa widows ambao hawana nini? Unasikia? Alikuwa mdozi wajane. Unamjua mjane? Ndio. Unaona? Na alimuoa yule alikuwa na 40 na alikuwa na 25 years. Ndio. Unaona sasa? Na ngoja kidogo, ngoja nimalizie kidogo. Kwa hivyo walioana hivyo, na ilipofika ni historia ndefu kueleza vile alikuja mtume mpaka alikuwa anaenda walikuwa anakwenda Syria kupeleka caravan, wanarudi mpaka baadaye ikafika kiwango ya kwamba hawezi enda tena kule, wakati ilionekana ya kwamba yako na alama ya utume katika mgongo wake, na jamaa moja alikuwa amesoma, walikuwa wasomi wa Torati, Zaburi na Injili, wakaweza kumwangalia kijana akiwa anatembea katika msafara, wakaona kuna alama ya nabii, kwa sababu alikuwa na alama kwa mgongo yao manabii wote. Alikuwa anaitwa Bahira, ndio aliona akona alama, akakataza, akamwambia huyu msiende naye kule, mnaenda Syria kule, Mayahudi wakimuona huyu atamuua. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu huyu anakuja kuwa nabii, kwa sababu akona seal of the prophet hapa kwa mgongoni. Akaambiwa na mjomba wake Abdul Muttalib, akaambiwa simpeleke Syria tena. Hakurudi tena kwenda Syria msafara tena. Alipofikisha mwaka 40 ndio alipewa utume akiwa na 40 years. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio ati ndio ameanzisha Uislamu. Mtume hata kabla hajakuja, Uislamu ulianza zamani wakati wa Adam. Uislamu hukuanzishwa na Muhammad. Hii ni historia inaandikwa na watu ambao si Waislamu. Wanaandika katika historia, wanasema Muhammad was born in 570 AD. Ndio nakuelezea. Muhammad was born in 570 AD and he was the first Muslim, and the second Muslim was his wife Khadija binti Khuwailid. Hiyo yote ni upuzi na ni urongo, kwa sababu wale wanaandika hiyo historia hawajui historia ya Uislamu kabisa. Ukitaka kujua historia ya Uislamu ni kama vile unatuuliza maswali hapa. Sasa hapa tutajua historia iko katika vitabu vyetu.
inaelezea vitabu zetu za historia ziko. Ukitaka nitakuletea, hata ukifungua kwa simu yako. Ukifungua kwa simu yako inaeleza vizuri sana. Sawa. Sasa Qur'ani inasemaje? Kwa sababu usema kweli yako hapa. Huu ndio Qur'ani huyu. Ile kitabu ambaye alikuja naye Muhammad. Inasemaje? Inasema Muhammad ndio Muislamu wa kwanza ama inasema Uislamu ilikuwa kuwaje? Qur'ani kitu ninajua. Uislamu ilikuwa before Muhammad. Kumbe unajua maneno. Lakini Uislamu yenye ilikuwa ya kuabudu sanamu. Hakuna popote. Ngoja kidogo. Ngoja nijieleze. Eleza. Ndio Muhammad. Nataka kupea mtu time. Muhammad akajitokeza kufanya mabadiliko. Akapigana nao idol worshippers wenye walikuwa wanaamini miungu. Hawakuwa wanaabudu Mungu, walikuwa wanaabudu miungu. Unaona? So Muhammad akakuja na sheria ya kuabudu Mungu moja ambayo ni Allah. Maliza mambo yako. So before Islamic ilikuwa hata Mecca ilikuwa ndio walikuwa wanaabudu miungu zao. Katika Waislamu waabudu masanamu na hakuna Muislamu duniani tangu dunia iumbwe Muislamu anaabudu masanamu. Ngoja kidogo. Wapi? Hakuna pahali iko kwa sababu una ushahidi. Wapi ushahidi uko wapi? Historia inasema. Historia gani tuko naye? Tueleze historia. Kitabu ya historia tuambie ni historia ni hii na hii na hii. Iko wapi? Nitawaletea. Utatuletea? Haya, hakuna shida. Wewe tuletee tu. Lakini Muhammad kwa mfano kabla sijaingia kwa kitabu. Kwa mfano Nabii Ibrahimu ambaye tunasemanga ni baba wa imani. Baba yake alikuwa anachonga sanamu. Na alikuwa anapewa mpaka sanamu na baba yake aende kauze sokoni akiwa kijana mdogo. Anaenda sokoni kuuza, anasema nani atanunua kitu ambaye akiongei? Nani atanunua kitu ambaye akisikii? Mpaka baba yake anataka kumpiga. Unaona? Haimfanyi kuzaliwa kwa familia ambayo wanaabudu masanamu. Haikufanyi kama wewe ni nabii usiwe nabii. Ibrahimu amezaliwa katika familia ambao walikuwa wanaabudu masanamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye amezaliwa katika familia ambao walikuwa wanaabudu masanamu. Unaona sasa? Mimi na wewe tumezaliwa kwa familia ambayo wanaabudu Mungu watatu katika moja. Ni kweli longo? Before kanisilimu silikuwa Mkristo. Na sio naamini kuna Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio. Hiyo ni kama kuabudu masanamu bado, kwa sababu kuabudu Mungu tatu ndani ya moja, hiyo ni makosa kubwa sana. Unaona sasa? Ngoja kidogo. Itakuja ya Mungu sasa, tumalize kwanza hii ya Muhammad na dini ya Uislamu. Nataka tumalize kwanza ya Muhammad kwanza na dini ya Uislamu. Sasa Muhammad kulijua ujibu wa Qur'ani, sio yeye ameanzisha Uislamu. Qur'ani 10:19 sikia maneno. Najua sio yeye. Sikiza sasa maneno sasa. Sasa hapa ni msema kweli yako hapa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Wala watu hawakuwa huko nyuma kabisa katika zama za Nabii Adam. Watu hawakuwa huko nyuma kabisa katika zama za Nabii Adam. Ila kundi moja. Wao watu wote walikuwa kundi moja peke yao. Wote wanafuata dini ya haki. Kisha wakaitirafiana. Angalia, kumbe watu kuanzia wakati wa Adam walikuwa ni umma moja, one generation, na walikuwa wanafuata dini moja ya haki. Unasikia vile Qur'ani inasema? Hiyo dini walikuwa wanafuata watu zamani ambayo ilikuwa ni ya haki wakati ya Adam. Ni dini gani? Qur'ani 3:19. 3:19 kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Bila shaka dini ya haki mbele Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bila shaka dini ya haki. Tunaambiwa ilikuwa kwa wakati ya Adam. Tunaambiwa ni dini gani? According to Quran, ni dini ya Uislamu. Uislamu. Sasa hii Uislamu ulitoka wapi? Hii Uislamu watu wanasema ulitoka wapi? Qurani 22:78. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umulio bora. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko. Kumbe hii dini sisi tuliitwa Waislamu na nani?
Yeye Mwenyezi Mungu aliwaita nani? Mungu na Mungu. Kwa hivyo mtu kukuambia tu dini ya Uislamu imeanzishwa na Muhammad, huo ni mrongo. Kwa sababu kabla Muhammad hajakuja, Qurani inasemaje? Unamjua Yusuf ule aliuzwa kule Misri? Yusuf. Yes. Toa sura tu Yusuf aya 101. Sikia vile Yusuf alisema akiwa Misri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kisha akaomba dua akasema. Yusuf akaomba dua akiwa Misri akasemaje? Mola wangu, hakika umenipa ufalme na umenifundisha tafsiri ya maneno na ndoto na mengineyo. Tunakumbuka yeye alikuwa kule, alikuwa na tafsiri mandoto. Tunakumbuka? Alikuwa na tafsiri ndoto na akawa mfalme. Ndio tunaelezwa hapo. Muumba wa mbingu na ardhi. Muumba wa mbingu na ardhi. Wewe ndiye mlinzi wangu katika dunia na akhera. Ndio. Wakati wa kufa nifisha aliyekuwa ni Muislamu. Na nichanganyishe na watendao mema. Unasikia? Anaambia Mwenyezi Mungu wakati nitakapokufa nikufe nikiwa Muislamu. Na ndio naona kila siku tunasema hapa manabii wote kuanzia Adam kuja kwa Nuhu, kuja kwa Ibrahimu na kizazi chake Ismaili, Isaka, Yakobo, Yusufu, Daudi, Suleimani yule mnaitaka King Solomon. Hawa wote, Yesu, Muhammad, wote walikuwa ni Waislamu. Hawakuwa na dini nyingine. Ngoja kidogo, ngoja nimalize kwanza. Kwa sababu wote walikuwa na Yesu alikuwa anaenda msikitini. Muhammad alikuwa anaenda msikitini. Akina Daudi na akina Musa walikuwa wanaenda msikitini. Biblia yako pia inadhibitisha hivyo. Hebu funga hii Qurani kidogo. Hebu ingia kwa Biblia kidogo. 15:21 kitabu cha Matendo ya Mitume. Je, walikuwa wanaenda wapi? 15:21 mwalimu wangu. Mtasoma kama ilivyoandikwa. Inaandikwaje? Imeandikwa kwa maana tangu zamani za kale. Tangu zamani za kale Musa nao watu wahubiria mambo yake katika kila mji usomwa kila Sabato katika masinagogi. Kumbe Musa tangu zamani za kale mambo yake yote ilikuwa yanapatikana kwa nyumba gani? Sinagogi. Sinagogoni Musa, sawa? Zamani, sawa? Tukuje kwa Yesu. 4:14 Luka. Inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Ndio. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Endelea. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Kumbe endelea 16. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Musa na desturi ya Yesu walikuwa naenda nyumba inaitwaje? Sinagogi. Ngoja kidogo nimalize, sijamaliza. Je, Biblia imeandikwa na Waislamu ama Wakristo? Biblia imeandikwa na Wakristo. Wakristo wakiongozwa na roho wa nani? Wa Mungu. Roho wa Mungu. Ngoja kidogo, roho wa Mungu anaweza ongea urongo? Hapana. Angalia maneno ya nyuma katika kichana ya Biblia. Wewe nimalize. Je, utaongea? Siwezi nimalize swali, nimalize alafu nikupatie mic. Angalia neno la 4 kutoka juu. Inasemaje? Sinagogi. Sinagogi ni nini? Maana yake ni msikiti wa Wayahudi. Kumbe Biblia, waandishi wa Biblia, ngoja kidogo. Kumbe waandishi wa Biblia wakiongozwa na Roho Mtakatifu wametafsiri neno synagogue katika dictionary ya Biblia. Wakasema ni nini? Msikiti ya Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Sinagogi. Ambaye ni nini? Msikiti. Na Muhammad naye akafuata Yesu. Alipokuja naye akajenga nini? Msikiti. Kwa hivyo na sisi tukaenda wapi? Kwa msikiti. Na wewe unaendaga wapi? Kwa kanisa. Kanisa Yesu alikuwa anaingia? Nitolee kanisa moja Yesu aliingia. Unaenda bio sana. So hiyo kitu imeeleza vizuri. Hata nikupima ni kama unanipima. Kwa nini? So unaona hiyo wakati wa kitambo kanisa ilikuwa. Hiyo wakati ya kitambo kanisa haikuwa. Kitu ilikuwa dini ya Wayahudi. Dini ya Wayahudi inaitwaje? Mahali pa kuabudu ilikuwa inaitwa sinagogi. Na hiyo sinagogi Biblia tunatafsiriwa na wale waliandika Biblia wakasema ni nini? Msikiti. Wamekosea? Ilikuwa hivyo. Nasema wenye kutafsiri Biblia wamekosea? Wajakosea, ilikuwa hivyo. Kwa hivyo kama sinagogi ni msikiti, wewe unafanya nini kule kanisani? Kanisani ilitokea. Ilitoka wapi kanisa? Ilitokea kwa wale ambao wanaamini Yesu Kristo. Nani hawa? Matendo yake. Wewe unamwamini Yesu? Wewe unamwamini? Ndio. Mimi nasema mimi sijaona mmoja wenu ameamini. Wewe unaamini Yesu? Ndio. Akisema kitu utakubali? Ndio. Na ukikataa?
Sitakataa. Ufunuo wa Yohana ni wa nani? Ni Yesu alipea Yohana. Ndio. Ndio. 15:4. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Sikia Yesu anasemaje? 15:4 mwalimu wangu. Inasemaje? Nitasoma kama ilivyoandikwa, inasema ni nani asiyekucha? Nani asiyekucha? Bwana, na kulituliza jina lako, na kulitukuza jina lako. Kwa kuwa wewe peke yako mtakatifu. Kwa maana mataifa yote watakuja na kusujudu mbele zako. Yesu anasema mataifa yote ya dunia yatakuja na kusujudu mbele ya nani? Mbele zake. Kusujudu ni kufanya nini? Kuabudu. Kivipi? Mimi najua ni kuabudu. Kivipi? Kama hujui sema hujui, tuendelee. Kusaidie. Kuabudu kwa kupiga magoti. Kupiga magoti. Wacha niulize Biblia kama ni kupiga magoti. Nyakati wa pili 7:3. Inasema kwenye kuandika. Wakatazama wana wa Israeli wote waliposhuka ule moto. Hapo vile nitafanya Wakatazama wana wa Israeli wote waliposhuka ule moto. Utukufu wa Bwana ulipokuwa juu ya nyumba. Wakafanyaje? Wakasujudu kifurifuri hata nchi sakafuni wakaabudu. Wakasujudu. Kusujudu ni kufanya namna hii. Hivi wakasujudu hata nchi. Nchi ni wapi? Nchi ni wapi? Ukisoma ya Kizungu inasema and they fell on their faces to the ground and prayed. Wakasujudu namna hii. Hii ndio kusujudu. Kama hujaifanya hivyo, hujaiabudu Mungu hata siku moja. Kama hujaifanya hivyo, hujaiabudu Mungu hata siku moja. Wewe unasema unaabudu na hakuna. Ngoja kidogo nimalize. 22 na 22:9. Moja tu nakupatia mic. Natoa andiko moja tu. Kama usujudu hivi vile manabii walikuwa wanafanya, hujaiabudu Mungu. Napiga magoti. Magoti ni nani alifundisha hiyo? Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii. Endelea. Na wale wayashikao maneno ya kitabu hiki. Wanashika hii maneno ya kitabu. Inaulizwa. Na wale wenye kushika maneno ya kitabu gani? Kitabu gani? Biblia. Wafanyaje? Msujudie Mungu. Kumbe kama unashika maneno ya kitabu hiki, unafaa kuweka uso wako wapi? Chini ya ardhi. Na ukikataa, ufai kukataa. Ukikataa unaenda wapi? Jehanamu. Basi kama ufanye hivi, ngojea huko. Sawa, twende kwa swali lingine. Enda kwa swali lingine. Hiyo tumemaliza. Ni kuhusu creation story. Creation story ya dunia. Creation story ya dunia. So hiyo sequence ya creation story ukiangalia kwa Waislamu na kwa Wakristo ni tofauti sana. Kwa Biblia imepangwa vizuri. Aje? Imepangwa vizuri venye inaeleweka. Aje tueleze. Kwa Quran imeokotwa kwa verses tofauti tofauti. Ambayo ukitaka kusoma itabidi utafute. Kwa Biblia unapata kwa Genesis 1 and Genesis 2. Imepangwa vizuri, inaeleweka. Lakini ukienda kwa Quran hata ieleweki. Shida ilikuwa nini? Kwa nini wakupanga ieleweke? Unajua ukikuja kwa Uislamu utaelewa sana. Inakuchanganya hivyo kwa sababu wewe si Muislamu. Uweze ukajua vile creation iko. Kwa mfano, nakupa mfano, wewe unasema mambo ya creation kwa Uislamu, unasema imeokotwa aya hii kaekwa hii. Na nikuulize katika pande ya creation. Si ndio? Nini na mimi ningetaka unisaidie kitu moja. Kabla tujakuja huko. Katika Biblia inasema dunia wakati iliumbwa kulikuwa watu wawili. Si ndio? Adamu na Hawa. Ndio. Si ndio? Wakazaa watoto wawili. Ni kweli? Ndio. Na Kaini na Habel. Vile mnamuita hivyo. Watu tunamuita Habil na Kabil. Huyu mmoja akamuua mwingine. Ndio. Kaini akamuua Habel. Si ndio mnasomana hivyo? Ndio. Baada ya kumuua, Kaini akaenda nchi ya Nodi, ndio mwanzo wa Biblia inasema, akaoa huko. Sawa?
Tunaenda vizuri? Kama tuendi vizuri? Naenda vizuri. Dunia iko na watu 4. Kwanza iko na 4. Huu mmoja ameua mtoto ameua mtoto huu mwingine. Wamebaki wangapi duniani? Watatu. Yeah. Akaenda nchi ya Nodi. Akaoa huko. Hao watu walitoka wapi? Walikuwa wameumbwa before Adam ama ilikuwaje? Iko hapa tusome. Fungua hiyo Mwanzo. Mwanzo 4 nafikiri 4:19 hapo. Kaini alienda nchi ya Nodi. Niko tu hapo tutaiona hapo. Waila sema mwalimu wangu. Inasemaje? Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Akakaa katika nchi ya Nodi. Akaenda nchi ya Nodi. Mbele ya Edeni. Mbele ya Edeni. Kaini akamjua mkewe. Kaini akamjua mkewe. Mkewe alitoka wapi? Before uende kwa hiyo, soma yenye iko mbele. Aya yenye iko mbele ya hiyo. Gani hiyo? Teremka. Gani hiyo? Sema Before ufike kwa hiyo aya. Kwanza 15. Za 15. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yoyote atakayemuua Kaini, atalipizwa kisasi mara 7. Endelea. Bwana akamtia Kaini alama. Mtu amuonaye asija kampiga. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Akakaa katika nchi ya Nodi. Mbele za Edeni. Kaini akamjua mkewe. Naye akapata mimba. Kaini akamjua nani? Mkewe. Alitoa mkewe wapi? Sijui. Sasa tunaona sasa. Hapa naweza kutolea vitu mpaka ushangae. Swali lingine. Swali lingine uliza. Swali lingine ni Muhammad kama prophet. Yes. Unitolee verse kwa Quran. Kama kuna miracles aliperform. Miracles alifanya mingi. Ndio. Hata ingawa haikuwa kazi yake. Muhammad hakutumwa na atakuja afanye miujiza, kuja atakuponyesha, ati vipofu wataona na viwete watatembea. Hakuja hiyo Muhammad. Muhammad alikuja na kazi yake purposely. Mungu alimtuma naye. Lakini miracle alifanya. Qurani 54:1. Kama hiyo miracle alifanya. Lakini haiko ni kazi yake hii. Kwa jina la Mungu. Kila nabii alitumwa na purpose na kazi yake. Ndio naona wakati ya Musa kulikuwa na wachawi wengi sana. Wakati ya Nabii Musa. Ndio naona wakati waliingia katika nyumba ya Firauni. Firauni aliita wachawi. Wachawi walikuja wengi sana. Walipokuja wale wachawi wakaambiwa tupe fimbo yao. Musa akataka kutoroka kwa sababu ameona ile fimbo zao zimekuja kinyoka kikubwa. Mungu akamwambia usiogope. Tupa hiyo, akatupa ikameza hizi zingine zote, si ndio? Sasa ilikuwa ni wakati ya wachawi. Wakati ya Yesu watu walikuwa wanataka mambo ya miujiza sana. Wanatuambia wewe kama yeye nabii tuonyeshe miujiza ndio tuone. Unaona? Wakati ya Muhammad haikuwa hivyo, lakini alifanya. Acha nikutolee tu moja hapa kwa Qurani usikie. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Saa ya kufika kiyama imekaribia. Na mwezi umepasuka. Kuna wakati mtume amepasua mwezi. Mwezi hii unaona hivi. Ikawa ni mchana, mwezi kapasuka mara 2. Kama vile Joshua alisimamisha mwezi, watu waenda wakapigane. Joshua bin Nun walipigana mwezi kusikue usiku mpaka wamalize kupigana. Si unakumbuka katika Biblia imeeleza? Muhammad naye alikata mwezi mara 2. Kulikuwa mchana ukakuwa usiku. Kwa hivyo walifanya, lakini Mungu anatuambiaje? Qurani 13 7. Soma mwalimu. Na wakiona muujiza hugeuka upande na kusema. Sasa wale walikuwa wakati ya Mtume Muhammad wakati hiyo, walipoona muujiza umefanyika wakaanza kusema nini? Uchawi tu huu wake unazidi kuendelea. Unasema huyu mtu huyu ni mchawi. Vipi atapasuaje mwezi mchana kama tunaiona? Hii ni uchawi hii. Watu wa zamani walikuwa na hiyo tabia. Hata nabii akifanya muujiza gani wanasema hakuna kitu huyu. Kwani Yesu alikuwa anatoa na mapepo? Katika Biblia wanasema ati huwa kuna pepo anaitwa Belzebuli. Si unajikumbuka hizo vitu? So walikuwa watu wa zamani walikuwa na madhara. Sio kama watu wa sisi wa sasa. Sisi tunaweza kuambiwa kitu na tukasikia. Na hii tunaambiwa the best generation ni hii ya mwisho kwa sababu ni watu ambao wanakiambia hii kitu ni mbaya, kuna wale wanawaacha, lakini watu wa zamani wakiona kitu kibaya wote wanakimbia huko wanafanya machafu. Ndio naona kama watu wa Nuhu wakaharakishwa wote kwa sababu wote walikuwa wanaabudu masanamu isipokuwa watu wa nyumba ya Nuhu peke yake. Unaona? Watu wa Ruth walikuwa wanafanya machafu, ikakuwa ni nyumba yake tu imebaki na hao wengine wote Mungu akawaangamiza. Unaona sasa? Sasa Qurani inasemaje kuhusu Muhammad? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu.
Na usema wale waliokufuru, mbona hakuteremshia miujiza kutoka kwa Mola wake? Qur'ani inatuambia watu ambao wamekufuru, yani makafiri, wanasemaje? Hakika wewe ni muonyaji. Kwa nini wewe Muhammad hukuja na miujiza? Sasa Mungu anamwambia mwajibu waambie hivi. Hakika wewe ni muonyaji. Yani wewe kazi yako umekuja kuonya watu na adhabu ambayo inangojea wanadamu siku ya kiyama. Na kila kaumu ina mwongozi wake wa namna yake ya kuongoza. Na kila watu waliokuja generation ilikuwa na uongozi wao tofauti asifanani. Namna ya kuongoza kwako wewe ni kwa kuonyesha hoja na dalili, si kuleta miujiza. Unasikia? Muhammad anaambiwa wewe kazi yako hujatumwa kuja kuleta miujiza. Wewe umekuja kutoa hoja na dalili. Ukija hapa tunatoa hoja na dalili. Tunakwambia hii njia ni hii, hapa inasema hivi, hapa inasema hivi. Lakini sikuja hapa ni kudanganya, hapa ni kuambia ati viwete wataona na vipofu watatembea. Hiyo hapana. Kwa hiyo hakuwa na uwezo wa kufanya. Alikuwa na uwezo, lakini sio kazi yake, alikuwa amepewa na Mungu. Haukuhitajika wakati hiyo ate mambo ate ya miujiza, kufanyia watu miujiza. Sawa. Mtu mwingine umemaliza. Sababu sisi tuna mambo mengi ambayo nyinyi hamjui. Sisi Waislamu tunaendaka choo na maji. Sisi Waislamu tunaoaga wanawake unaweza wanawake wawili ama watatu ama ine mwisho. Sisi Waislamu tukiomba tunaangalia pande hizi zote. Unasikia? Sisi Waislamu tunasujudu mpaka chini. Ukifo unazikwa mahali. Tukikufa hatuwekwi sana kule kwa friji sisi. Sisi hatuwekwi kwa friji. Sisi ni mara moja tunamalizana na hiyo issue inaisha. Na gharama yetu ya mazishi yetu is the best in the world. Yani mimi nikikufa saa hii nikienda kuzikwa hata sitatumia shilingi 5,000. 5,000 hakuna. Sanda ya kuzika iko msikitini tunapewa bure. Pali unaoshewa msikitini bure. Kila kitu, gari ya kubeba ni bure. Lakini nyinyi gharama kubwa mnachanga karibu miezi 2. Tena hiyo sanduku mnaenda mnanunua ya 100,000 inakuliwa na mchwa. Disco matanga. Watu wengine wanaona hapo ndio kwenda kula cha hapa usiku. Wengine wanapatia mimba huko. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Hassan Karaoke. Mimi naitwa Kennedy. Kennedy nani? Kennedy Akuku. Akuku. Yes. Ni swali gani ambaye umeweka ukasema siku ile nitakutana na Waislamu na usiogope, uliza swali. Kama tuko na makosa pia tuambie makosa yenu Waislamu ni hii. Haya. Swali ya kwanza nataka niulize, tofauti ya Waislamu na Wakristo ni gani? Okay, swali ni mzuri hiyo. Tofauti ya Waislamu na Wakristo ni nani? Kwanza, Mkristo na Muislamu wote ni wanadamu. Ya pili, Mungu aliyeumba Waislamu na aliyeumba Wakristo ni Mungu moja. Ndio Qur'ani inasema. Tofauti ya sisi na nyinyi ni katika maombi. Ibada ndio hapo tunaitarifiana kabisa. Sisi tunaenda msikitini, nyinyi mnaenda kanisani. Na tukiangalia vitabu inasema manabii wote walikuwa wanaenda msikitini. Mpaka Yesu mwenyewe alikuwa anaenda msikitini. Sasa sisi tunawashangaa nyinyi wakati nyinyi mnaenda kumwabudu Yesu ambaye ni ndugu yetu wa msikitini. Sasa tunastuka na nyinyi. Kwa hivyo muamini Yesu yuko. Yesu tunamwamini kuliko nyinyi kwa sababu ni ndugu yetu, ni Muislamu kama sisi. Na alikuwa anaenda msikitini. Na hivyo ndio vitabu yote zinasema, Biblia inasema hivyo, Qur'ani inasema hivyo. Sasa sisi tunashangaa hii kanisani kwenda mlitoa wapi? Sababu Yesu hakwenda kanisani na wakati ya Yesu hakukuwa na kanisa. Ati Yesu hakwenda kanisani? Hajai kanyaga kanisa yoyote duniani. Ni nini inathibitisha hapo? Ni Biblia hii yako hii. Hebu soma hiyo Biblia 4:14 Luka. 4:14 Luka. Soma. Hii ni ya Wakristo sio yetu. Sio Waislamu watuandika Biblia. Si ni kupewa tunapewa tu tunasoma. 4:14 Luka. 4:14 mwalimu wangu inasema. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Endelea. Naye alikuwa akifundisha katika sinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Endelea. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe siku ya ibada Yesu alikuwa anaenda nyumba inaitwaje? Sinagogi. Ndio imeandikwa hapa kwa Biblia. Simeandikwa sinagogi hapo, unaona? Imeandikwa imeandikwa. Muangalilie. Imeandikwa? Imeandikwa. Alikuwa anaenda nyumba inaitwa nini? Sinagogi. Sinagogi mimi sijui. Wewe unajua ni nyumba gani hiyo? Sinagogi ni madhabahu. Madhabahu. Hebu tuulize waandishi wa Biblia, sinagogi ni nini watuambie, si ndio?
Haya. Soma. Hapo kwenye rangi. Sinagogi. Msikitini. Msikiti ya watu gani? Imeandikwa Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nyumba inaitwa nini? Msikiti. Ambayo kwa jina lingine inaitwa Sinagogi. Na wale wanaoenda kanisani ni watu wa dini gani? Ukiona mtu akienda siku ya Sunday akiweka Biblia hapa aanze kutembea naye, kutembea na Yesu, mimi napenda kutembea na Yesu. Najua nilikuwa kwa master zamani najua. Anaenda naye. Huyo mtu ni mtu wa dini gani? Ni Mkristo. Na ukiona mtu ako na Qur'an anaenda akisema Allahu Akbar, Allahu Akbar, huyo ni nani? Muislamu. Na mbona Ngoja kidogo. Sasa huyo anaenda msikitini ni Muislamu, sawa? Na tunaona katika Biblia Yesu alikuwa anaenda wapi? Msikitini. Kama Yesu anaenda msikitini, ni wa dini gani? Kama Yesu alikuwa anaenda msikitini, ni wa dini gani? Ni Mkristo. Unaye andiko yote Yesu ni Mkristo kwa sababu Kristo ni jina la nabii. Nabii nani sasa? Tueleze, sijui hapo. Samueli wa pili 2 page 282. Samueli wa pili maelezo yake chini soma. Najua hiyo neno linasumbuanga nyinyi ni kwanza ni neno Kristo ndio linasumbua nyinyi. Sikiza neno inasemaje? Inasema mwalimu wangu. Inasemaje? Neno hili Masihi. Nataka usikize kwa makini sana. Hii imeelezwa kwa Biblia vizuri sana, Neno hili Masihi kwa Kiebrania maana yake ni mti wa mafuta. Endelea. Au mwenye kuwekwa wakfu kwa kutiwa mafuta. Ndio. Ili awe mfalme, au kuhani, au nabii. Kwa Kiyunani, kwa Kigiriki ni Kristo. Kumbe mfalme ama nabii ama kuhani kwa Kigiriki anaitwa nani? Mfalme, kuhani, nabii kwa lugha ya Kigiriki anaitwa nani? Kristo. Anaitwa Mkristo. Kwa hivyo Kristo, ukiona Kristo unajua ni nani? Yesu. Ambaye ni nabii. Vijana mzuri, najua vijana siku hizi ndio watakuwa viongozi wa kesho. Kwa hivyo unaitwa nani kakangu? Mimi naitwa Hassan Kariuki. Sijui wewe unaitwa nani baba? Eric nani? Chalo. Eric Chalo. Asante sana. Karibu katika mkutano. Una swali yoyote ungetaka kuuliza Waislamu? Naam. Sasa nimesikia umeambia huyu ndugu yangu Yesu alikuwa Muislamu, hata alikuwa anashiriki kwa msikiti. Sasa nilikuwa nataka nijue ni wapi hapo alishiriki kwa msikiti. Ni kuandiko imeandikwa kwa Biblia kwa sababu Biblia ni ya Wakristo si ya Waislamu. Na waandishi wa Biblia ndio wametuambia. Tunaambiwa Yesu kila siku ya Sabato katika Luka 4:16 desturi yake alikuwa anaenda kila siku ya Sabato alikuwa anaenda synagogue. Waandishi wa Biblia wakakuwekea kichana ni nyuma ya Biblia, wakwambia usitaabike na neno synagogue. Ukiona neno synagogue katika Biblia, ujue ni neno ni msikiti. Fungua nyuma ya Biblia. Okay, acha nikuulize. Siku ya Sabato, si ndio? Siku ya Sabato ni siku gani? Siku ya Sabato labda wewe niambie kwa sababu wewe ndio Mkristo. Siku ya Sabato ni Sunday. Ni Sunday. Imeandikwa wapi kwa kitabu gani? Siku ya Sabato ni mheshimiwa. Sawa tu nisomee tu. Siku ya Sabato ni Sunday nisomee. Hiyo ni ile knowledge ya general. Unajua hapa hatuongei knowledge ya general. Hapa tunaongea na vitabu. Hapa tunatembea na maandiko. Mambo kuna watu wanaenda Friday, kuna watu wanaenda Saturday na kuna wengine wanaenda Sunday. Kwa hivyo ukisema kitu unadhibitisha ya kwamba hiyo siku ya Sabato ni Sunday, unatutolea maandiko tunasoma, si ndio kakangu? Haya, wacha nikuulize swali before nitoe maandiko. Utaki kutoa hiyo kwanza? Natoa, acha niulize swali. Uliza tu. Yesu alikuwa anaenda siku ya Sabato, si ndio? Nyinyi kwa msikiti mnaenda siku ya Sabato? Kila siku tunaenda. Sunday. Tunaenda kuanzia tunaenda kuanzia Monday mpaka Sunday. Kwa hivyo wiki mzima. Alikuwa anaenda siku ya Sabato peke yake na ni Sunday. Atende wapi Sabato ni Sunday? Chukua Biblia tuonyeshe Sabato ni Sunday. Acha tufungue Matthew. Fungua. Matthew, hii ni ya Kiswahili. Ni ya Kiswahili. Hata ukitaka ya Kizungu tuko naye. Hata Kizungu iko hapa kwa gari. Najua kuna mahali nasema siku ya kwanza ya wiki. Wewe toa tu. Wewe toa tu. Ni siku ya kwanza ya wiki. Wewe ndio unafaa utoe, sio sisi. Toa tu, hakuna shida, usiwe na haraka. Time iko, tumekupatia time.
Kama hakuna wacha tupatie mtu mwingine aulize swali. Au muulize mchungaji, umtumie message. Uliza mchungaji, muandikie message, mwambie bwana mimi niko na wale waislamu pale wananikoroga hivi. Wanataka hivi na hivi. Hapana, lakini kusema tu kweli, siku ya Sabato ni Sunday. Sasa huna ushahidi. Wewe unasema that's verbal, kuongea tu, lakini huna ushahidi yoyote. Kuna watu wa Jumamosi wako hapa watakupinga. Kuna watu wa Jumamosi hapa wako hapa. Kwanza mimi nitakupinga kwa sababu mimi ni unajua Ijumaa. Na mimi kitabu yangu imesema niende Ijumaa. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano. Haya, fungua Qur'ani 62:9. Sikia. Ngoja nikupe mfano. Ukitaka kusema kitu na kufundisha watu kitu, kuwa na evidence. Unaambia siku ya Jumapili ni Sunday. Andiko gani? Andiko hii inasema siku ya Sabato ni Sunday. Sasa sikia, sisi tunaendaga Ijumaa. Je, iko kwa kitabu ama hakuna? Na sio kwamba ni Ijumaa tunaendaga. Tunaenda kila siku. Tunaenda kila siku tunaenda. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Inasemaje? Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Angalia imeandikwa siku ya Ijumaa. Twende msikitini. Siku kubwa ya wiki. Kwa hivyo hapo imeandikwa, sisi hatuna wasiwasi. Acha nikwambie sasa. Unajua Biblia ni kubwa. Na huwezi soma kila kitu, lakini kwa kanisa tunaenda Sunday. So siku ya Sabato ni Sunday. Hiyo najua ni yako. Hiyo ni yako, sitakuzuia kwa sababu una insist ni hivyo, lakini evidence hakuna. Kwa hivyo wewe fanya research, uangalie, ukijua ni siku gani basi utakuja utueleze watu hapa wasikie. Si ndio? Iko sawa? Haya. Njoo baba. Hakuna shida, karibu. Karibu sana. Namna gani? Salama sana. Yes. Mimi naitwa Hassan, na wewe? Mimi naitwa Sam. Sam. Yes, Samuel. Karibu Samuel. Karibu sana. Thank you so much. Swali yako ya leo ni gani unataka kutuuliza? Sasa nataka usiulize zito sana. Sasa nataka tusome Qur'ani. Ngapi? Qur'ani kwanza kabisa. Yes. Nataka kujua kwanza muumbaji wa mbingu na nchi na kila kitu ni Allah peke yake, si ndio? No. Hiyo nataka tukubaliane. Na namba 2, nilikuwa nikisoma Qur'ani yangu nikapata sura 3 sura 3:49. 3:49. Hii sura inaongea kuhusu kuumba kwa ndege. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli kuwaambia, nimekujieni na hoja kutoka kwa Mola wenu ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege. Kisha nampuliza mara na kuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hapo. Tuishie hapo. Sasa swali langu linakuja kuuliza hivi. Tunaona hapa Yesu aliumba ndege kwa udongo, akaupulizia pumzi ya uhai, na huyo ndege akaruka. No. Si ndio? No. Na sasa ndio nataka kukuuliza hivi. Kulingana na Qur'ani, ni waumbaji wangapi ambao mko nao? Uumbaji ni moja tu, Mwenyezi Mungu. Hapa tumesoma Yesu. Hiyo ni miujiza alikuwa anaonyesha watu. Alikuwa anafanya kwa idhini ya nani? Kwa idhini ya Allah. Kumbe mwenye kufanya hiyo miujiza ni nani? Yesu. Lakini kwa idhini ya nani? Kwa idhini ya Allah. Kumbe boss ni nani? Ni Allah. Bila Mwenyezi Mungu anaweza fanya? Anaweza. Wapi? Qur'ani inasema alifanya huu muujiza kwa ruhusa. Ya nani? Kwa ruhusa ya Allah. Kwa sababu Yesu alikuwa na uwezo wa kuumba huyu ndege. Alichomuitisha Allah. Unamsingizia. Pole tu. Venye tunasoma Qur'ani inasema kwa ruhusa ya Allah Yesu aliumba ndege. Sawa? Lakini alikuwa na uwezo wa kuumba yule ndege, lakini chenye alichomuitisha, lakini ni yako. Qur'ani inasema hapa. Lakini chenye ambacho alimuitisha Allah, aliitisha ruhusa. Sawa? Aliitisha ruhusa kutoka kwa Allah. Hakuna bahari imesema aliitisha. Alifanya kwa idhini. Kwa idhini ya Mungu. Si ruhusa aliitisha. Wacha nikuulize hivi. Kama angeitisha ruhusa Allah, alikuwa na ule uwezo wa kuumba ama hakuwa nao? Hakuwa naye, hata kitabu yako inasema 5:30 Yohana. Ngoja kidogo, ndio watu tuende sawa. Ndio tuende sababu, usikatae nisome. Wacha nisome kwanza. Usome. Alikuwa hana uwezo.
Alikuwa hana uwezo mpaka aombe Mungu. Wacha tuone. 5:30 mwalimu wangu Yohana. Vile Yesu anasema. Inasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Yesu anasema mimi siwezi kufanya neno mimi mwenyewe. Kama nisikiavyo, ndivyo nihukumuvyo. Mpaka asikie kwa Mungu. Wacha nikuulize hivi sasa ndugu yangu. Hii Biblia ambayo umeisoma Yohana, unaamini Yohana ni nabii wa Mungu? Sasa tumetoka mambo ya kuamini. Ngoja kidogo. Jibu kwanza. Sasa angalia. Sasa kidogo wewe, simamisha kidogo. Sawa. Swali ambalo mimi nikakuja kukuuliza. Swali lingine sasa ya pili. Si ya pili, swali moja. Huyu Yohana ambaye unamsoma kuthibitisha kwamba Qur'ani inafanana na hii Yohana, ndio nikaa nakuuliza wewe. Huyu Yohana unamwamini ni nabii wa Mungu? Yohana tunajua anaitwa Yahya. Na tunajua ni nabii wa Mungu. Unamwamini Yohana ambaye aliyoko kwa hapa. Mimi nasoma vile Biblia imeandikwa. Unaamini? Ngoja kidogo. Kuna maneno mimi naamini na nyingine siamini. Unachagua. Na kuna wale si wacha niulize. Ungeniuliza naamini nini? Ngoja kidogo. Nakuuliza hivi. Ngoja kidogo. Ungeniuliza nini unaamini katika Biblia na ni kitu gani usiamini? Kwa sababu hata wewe mwenyewe uamini Biblia. I know you do uamini Biblia. And I will prove you today wewe uamini Biblia hata dakika moja. I will prove to people. Sasa umeniuliza hivi. Unaamini Biblia? Nikamwambia kuna maneno naamini na kuna maneno mengine sifanyi nini? Sasa kama mtu muungwana anasemaga, hebu tuambie ile maneno naamini na ile maneno uamini. Sio ndio tunaenda kwa taratibu. Sasa ungeniuliza hivyo niseme. Sasa niulize sasa, ni gani unaamini na ni gani usiamini? Ajameni ama anasema vibaya? Aseme, aniulize sasa niambie ni maneno gani naamini kwa Biblia na ni maneno gani uamini. Niseme. Utanipa ruhusa niseme. Unaona hataki tena. Tuende pole, step by step tunaelewana. Pole tu. Umesema huyu Yohana unaamini kiasi na kuna wengine huamini. Sijasema sijui. Wewe wacha niulize hivi. Wewe na ni mwalimu tunasomesha watoto. Ngoja kidogo. Wewe unakuwa na mtu wa shouting match. Pia mwalimu anasomesha watoto. Sasa wewe umeniuliza hivi. Angalia narudia tena. Ndio watu wasikie. Ameniuliza hivi. Unaamini Biblia? Nikamwambia kuna maneno naamini na kuna maneno mimi siamini. Kwa mfano wacha nitoe ndio watu wasikie. Nitakupa nafasi uongee. Tulia kwanza. Wewe ngoja niongee, nitakupa mic uongee. Wasiwasi ni ya nini? Why you so scared? I'm not scared. Sikiza sasa. Yale mimi naamini ni kama haya 17:3 Yohana. Hiyo ninaamini kabisa. Alafu nikwambie ile nyingine mimi siamini. Alafu niambie kama wewe unaamini. 17:3 na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Na nani? Na Yesu Kristo aliyemtuma. Kwa hivyo andiko kama hiyo mimi naamini. Yesu anaambia wana wa Israeli, na uzima ukitaka kupata uzima wa milele ndio huu. Umwamini Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma. Kwa hivyo Yesu ametumwa na Mungu. Sasa ile ambayo siamini ni hii 1:25 Wakorintho wa kwanza. Hiyo siamini. Utaniambia kama na wewe unaiamini hiyo. Tulia tu wacha nisome. Nikupatie mic. Na wewe ueleze tu hivyo unaeleza. 1:18 inasema. 1:25. Wakorintho wa kwanza. Inasema hivi. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu. Na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Andiko hiyo siamini. Mimi siamini Mungu ni mpumbavu na siamini Mungu ni mdhaifu. Wewe unaamini hiyo? Bila Biblia imesema hapa naamini. Naamini 100%. Sasa kidogo tutende pole. Nimekupea nafasi ndugu yangu umeongea. Sasa nataka unifungulie hii Qur'ani kwa sababu umesema unachagua. Wacha tusome Qur'ani mbili. Si kusema nachagua kwa Qur'ani. Umesema kuna zenye uamini. Ngoja kidogo. Swali twende vile tumesema, sio? Si ameniuliza kama nimeamini Biblia ninaamini. Wewe unaamini Qur'ani? Ngoja kidogo. Ndio tuwe fair. Ameniuliza hivi. Ngoja kidogo. Unajua leo nimeshangaa kwa nini una nini? Wewe umekuja ukasema hivi.
Angalia, ngoja kidogo, nisikize kwanza. Ndio tunataka fair. Tunataka kitu fair, si ndio? Twende fair game. Fair game, umeniuliza unaamini Biblia. Nikakwambia kuna yale naamini na ile siamini. Nikakutolea kile naamini na nikakutolea kile mimi siamini. Na wewe sasa nikurudishie swali, same swali. Wewe unaamini Qur'ani? Kabla uniulize swali, wacha nijibu hiyo ambayo umepatiana. Sasa unajibu nini? Sema hiyo. Wacha mimi niongee. Ukimaliza kuongea utampea mic. Yes, wacha niongee. Wacha niongee bwana. Sasa nataka tuende kwenye Qur'ani. Amesema kuna zenye katika Biblia, si Qur'ani. Mimi sijakataa. Kwenye Biblia ni sawa. Sasa tutasikiza nani? Si mnyamaze. Sasa mkiongea mkipiga kelele, je, mtasaidia? Si mnyamaze kwanza. Hebu nyamazeni kwanza ndio tuongee. Mkinyamaza ndio tutaongea. Ngojeni kidogo tu. Mnapoteza muda yake. Haya, nyamazeni. Haya. Nataka tusomewe Qur'ani 2:85. 2:85. Haya, sawa. Hapa ndio tutajua nini kinaendelea. 2:85. Soma. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kisha nyinyi mnawaua watu wenu. Na mnawatoa baadhi yenu katika nyumba zao. Mnasaidiana juu yao katika kuwadhuru. Kwa njia za kupatisheni dhambi na kuonesha uadui. Na wakikujieni mateka mnawakomboa. Na hali imeharamishwa kwenu kuwatoa. Je, mnaamini baadhi ya kitabu? Rudia hapo, unaamini? Wacha nisome na kizungu hapa kidogo. Inasema hivi: So, do you believe part of the scripture and disbelieve parts? Mnaamini mahali fulani na mnaacha kuamini mahali kwingine. Wanaoamini hivi, Qur'ani inasema hivi: Then what compares to you among you is except disgrace in this world. Unaamini hivyo utakuwa na disgrace in this world. And inasema hivi Qur'ani tena, and on the day of resurrection it will be sent back to you 70 of punishment, and Allah is unaware of what you do. Kwa hivyo ukiamini sehemu na ukose kuamini ingine, Allah anasema kwa hii dunia utapata laana na bado kwa maisha yajayo umelaaniwa bado. Soma. Taratibu tu. Ngoja kidogo. Wacha kupiga. Sasa mnapiga makofi. Hamujui kama ngoja kidogo. Anauliza hivi. Hawa wanaambiwa hivyo ni watu gani? Nataka tusikize taratibu tu. Qur'ani iko hapa. Hajaenda pahali. Wanaoambiwa hapo ni watu gani? Who are those people? Wayahudi. Ni Wayahudi wanaambiwa. Yes. Si Waislamu. Wayahudi walikuwa wanasoma kitabu gani? Kumbe yale maneno yanasoma hapa walikuwa wanajibiwa Mayahudi, lakini huyu amekuja akageuza akasema ni Waislamu walikuwa naambiwa. Tunasema Waislamu ndugu yangu. Amesoma ngoja kidogo. Unajua shouting hatuwezi kuendelea na muhadhara. Unajua hao wanapiga shauti.